Ishakuwa sawa. Hamna zuio, tumwachie Mungu. Binti mwenye umri wa miaka 25 anayefahamika kwa jina la Elizabeth Msangi amefariki dunia katika mtaa wa El Tulelei, kata ya Ilboru, wilayani Arumeru, mkoani Arusha, baada ya mwili wake kukutwa ndani kwake ukiwa umekatwa shingo, huku ukiwa na majeraha sehemu mbalimbali za mwili wake, ambapo sababu za awali za kifo chake zikidaiwa kuwa ni wivu wa kimapenzi. Kuna jamaa yake mimi namjua, waligombana naye. Chanzo cha dada kutoka huko chini kuja kuhamia huko kukaa mwenyewe. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na dereva pikipiki wa marehemu, amedai kuwa jana Julai 28 mwaka 2026 alikuwa naye, na ilipofika majira ya asubuhi hii leo alifika nyumbani kwake na kumgongea mlango bila kufungua, na baada ya hapo waliingia katika nyumba aliyokuwa akiishi na kukuta damu zikiwa zimetapakaa, na kueleza kwamba kwa kipindi cha nyuma mwanamke huyo alikuwa na mgogoro na aliyekuwa mpenzi wake. Naitwa Noel Daniel. Mimi ni bodaboda wake. Mimi ni mteja wangu. Kwanza jana huwa ananipigia simu asubuhi nimchukue nimpeleke kazi. Fika tukagonga, hajafunguliwa. Sasa kufungua mlango kafunguka. Umefunguka, tulichoanza kukutana nacho ni damu mlangoni. Yaani kote kumejaa damu mlangoni, jikoni, mpaka kule kwenye kitanda tukamkuta amefunikwa huko hivi na zulia mwisho wa kitanda. Yeye anafanya kazi kwenye kampuni ya Tours. Kuna jamaa yake mimi namjua, waligombana naye. Chanzo cha dada kutoka huko chini kuja kuhamia huko kukaa mwenyewe. Alikuwa akiishi kwa huyo jamaa. Alikuwa aishi kwa huyo jamaa. Huyo jamaa ndo alikuwa anaendaga hapo anapokaa yeye. Sijui kweli anafanya kazi gani. Sidanganye, sijui kweli anafanya kazi gani. Na wala sio babe, ni watu wanatolewa kafara. Msiende kimwili. Maana mkienda kimwili watu ndio wanachukuliwa nyota zao, wanatolewa kafara. Yaani watu ndio wanaweza kutekwa nyota zao, yani karama zao. Yaani wameona huyu ana nyota wakamuondoa. Mimi nilijichinja mwenyewe, mimi hapa nilikata shingo mwenyewe peke yangu, na nilikuwa na pesa, nimetoka nao Dar es Salaam, nilikuwa pale Kiboko mkoa pale. Nilijichinja kwa sababu sio mimi, na mimi nilivamiwa pia na maroho. Vijana wamtafute Mungu, kina baba mtafute Mungu. Ufunuo 22 mstari wa 12 anasema, tazama naja upesi kumlipa kila mmoja ujira wake mkononi kadri ya kazi yake ilivyo. Tazama naja upesi na ujira wangu mkononi. Shubada.